Mfuko wa fidia kwa wafanyakazi umeandaa mafunzo maalum kwa madaktari, na hawa ni madaktari bingwa ambao ni wabobevu katika maeneo mbalimbali, ambao mfuko umekuwa ukifanya nao kazi kwa karibu sana ili kuweza kuwasaidia wafanyakazi wanaopata ajali na magonjwa yanayotokana na kazi kupata fidia stahiki na kwa wakati. Madaktari hawa kwa kiasi kikubwa wamekuwa wakishiriki katika zile panel au vikao ambavyo vinakaa kujadili visa mbalimbali vya wafanyakazi na kuweza kubaini magonjwa yanayotokana na kazi, lakini wakati mwingine kuweza kufanya tathmini. Na visa hivi ni vile visa ambavyo ni vigumu, vinavyohitaji madaktari wenye fani moja au zaidi ya moja. Madaktari tuliokuwa nao hapa wako katika disiplini mbalimbali, kwa maana wako wale madaktari bingwa wa mifupa, wako madaktari bingwa wa mifumo ya fahamu, wako madaktari bingwa wa mifumo ya upumuaji, tunao madaktari bingwa wa afya ya akili. Hao wote tumekusanyika nao hapa katika siku ya leo, na mara nyingi kama vile mfuko ulivyo kwa mujibu wa sheria, kifungu cha 10 cha sheria kinamtaka mkurugenzi mkuu anapopata visa ambavyo anahitaji ushauri wa kitaalamu kutoka kwa wataalamu hawa, basi atawaalika, na atakapowaalika kwa kutokana na utaalamu waliokuwa nao wataweza kumshauri katika vile visa ambavyo tunataka kubaini ugonjwa uliotokana na kazi, lakini vile vile katika vile visa ambavyo tunataka kujua kwa kiwango gani mfanyakazi amepata madhara na amepata ulemavu wa kiasi gani. Sasa tutakuwepo hapa kwa muda wa siku 3 na tutahakikisha kwamba katika hizi siku 3 tumewapa elimu ya kutosha ili waweze kujua wajibu wao ni nini, lakini wanapokutana na wafanyakazi vitu gani ambavyo wanapaswa kuvifahamu, namna gani wanaweza wakausaidia mfuko ili uweze kutekeleza majukumu yake kwa haraka na kwa kasi ambayo tunayoitarajia. Mfuko wa fidia kwa wafanyakazi tarehe 1 Julai mwaka 2025 utatimiza miaka 10 toka kuanzishwa kwake. Kwa hiyo kipindi hiki tumekuwa tukikitumia kwa ajili ya kujitathmini, kuweza kujua kwa kiasi gani tumeweza kufanya vyema zaidi, lakini kuweza kujua changamoto ziko wapi, changamoto za aina gani, lakini namna gani ya kuweza kukabiliana nazo hizo changamoto. Kwa hiyo tunatumia forum hizi kuweza kujadiliana na wenzetu, waweze kutuambia maeneo ambayo waliokutana na changamoto mbalimbali, lakini vile vile waweze kupropose njia gani ambazo zinazoweza kutumika kwa ajili ya kutatua hizo changamoto. Aidha, tutatumia forum hii pia kuona huko mbeleni miaka 10 ijayo ya mfuko wa fidia kwa wafanyakazi, maeneo gani ambayo tunahitaji kuyaboresha zaidi ili kuhakikisha kwamba huduma tunazozitoa zimfikie mteja wetu kwa haraka, lakini vile vile wateja wetu waweze kupata fidia kwa haraka na fidia stahiki. Mfuko wa fidia kwa wafanyakazi licha ya kwamba tunataka tuwe mfano wa kuiga katika kutoa fidia bora, kutoa fidia kwa wafanyakazi kwa kiasi kikubwa, na tuwe mfano wa kuigwa ndani ya nchi lakini vile vile nje ya nchi, tutaendelea kuhakikisha kwamba tunaboresha huduma zetu, tutahakikisha kwamba tunaendelea kutumia mifumo ya kitehama ili huduma zetu ziweze kuwafikia wananchi kwa haraka zaidi, lakini na sisi tuweze kuchakata madai ya wafanyakazi wetu kwa haraka zaidi, na si hivyo tu, tuweze kuhakikisha kwamba hivyo vyote vinafanyika kwa gharama ndogo kadri inavyowezekana. Leo kusafiri kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine kwa ajili ya kufuata huduma ambayo unaweza kuipata kwa kupiga simu. Sasa sisi mfuko tunaona kwamba ni bora tukawekeza katika maeneo haya, ni bora tukawekeza katika teknolojia ili kuhakikisha kwamba tunampunguzia mteja wetu gharama ya kuweza kutufuata, gharama ya kuweza kutafuta huduma zetu ili aweze kuzipata kwa unafuu zaidi. Na huo ndio utakuwa ni mpango wa mfuko wa fidia kwa wafanyakazi, kuhakikisha kwamba tunaiunga mkono serikali yetu ili iweze kutoa huduma kwa wananchi, lakini vile vile tuweze kuwafikia wananchi wengi
kwa muda mfupi na tuweze kutekeleza majukumu yetu ya kutoa fidia stahiki na kwa wakati, kama vile ambavyo tumekuwa tukiendelea kujinadi na tumeendelea kuhakikisha kwamba tunafanya hivyo ili kupunguza changamoto zozote ambazo zinaweza kuwakuta wafanyakazi na wadau wetu wote. Kupitia training hii nimeweza kujifunza compensation mbalimbali ambazo zinatolewa kwa wagonjwa ambao wanapata changamoto wakiwa katika maeneo ya kazi. Tumeweza kujifunza namna mbalimbali ya kufanya assessment na kumrate mgonjwa accordingly kutokana na disability alionayo. Kwanza tumejifunza namna kanuni mbalimbali pamoja na namna ya kutambua magonjwa yanayotokana na kazi au ajali zinazotokana na kazi. Namna wanavyoendea kwenye kupata stahiki zao iwapo zipo pamoja na matibabu. Tunaweza kuwaona wagonjwa vile inavyopaswa, lakini pia tunafuata miongozo na kanuni katika kuhakikisha kwamba wagonjwa hawa walioathirika kwa namna moja au nyingine na kazi zao basi wanapata stahiki zinazostahili, ikiwa pamoja na matibabu, lakini pia kama kuna fidia pia waweze kuzipata. Mafunzo yametuwezesha, kwanza tumeweza kufahamu mtu anapokuwa ameumia au amepata ugonjwa utokanao na kazi, basi fidia yake anayotakiwa kupatiwa inatakiwa iwe ni kwa pasenti ngapi. Kwa hiyo kwa kutumia kuna guidelines maalum ambazo zinazotumika ili kuweza kufikia hiyo asilimia ya fidia kwa ambaye ameumia au amepata ugonjwa wowote unaotokana na kazi. Baada ya mafunzo haya tumejifunza mengi, tumejifunza vigezo ambavyo kwa kweli ukijaribu kuvipitia kimoja kimoja ni sahihi sana kuwa navyo, ili mtu uweze kujiridhisha pasipo shaka kwamba huyu mtu kweli anahitaji kuwa compensated, na kuthibitisha kwamba kwa kila mtu kwa utaalamu wake, aidha ni physician au ni radiologist au ni mtu physiotherapist au ni orthopedic surgeon, kujiridhisha kwamba shida hii aliyoipata inatokana na kazi au alikuwa kazini ndiko akaumia au ndo alipata madhara haya kutokana na kazi alizokuwa anafanya. Tumepata mafunzo ambayo yametuelekeza jinsi gani sisi kama wataalamu wa afya kuweza kukaa pamoja na kujadili yale magonjwa ambayo yanatokana na kazi na kuwafanyia maamuzi ili kujua kwamba huu ugonjwa ni kweli umetokana na kazi ama la. Kwa kweli kwa ufupi sana ni kwamba haya mafunzo yamekuwa na tija kubwa sana